Ya serikali ya awamu ya sita inaheshimu mikataba ya kimataifa ya shirika la kazi duniani ILO. Na nimewaambia mkataba namba 87 unahusu uhuru wa kujumuika na kulinda haki ya kujipanga, lakini 98 unahusu haki ya kujipanga na kufanya mazungumzo ya pamoja. Kama serikali tunataka tuwe na vyama imara, vyama visivyokuwa vya mfukoni, vyama vinavyotetea maslahi ya wafanyakazi, na sisi tuko tayari kushirikiana na vyama ambavyo vinatetea maslahi ya wafanyakazi na si vile ambavyo kazi yao ni kuleta fujo. Hatutakuwa tayari. Lakini pia mmeongelea baadhi ya waajiri kuruhusu baadhi ya vyama kuendesha hata kama vikizi vigezo. Naomba kupitia baraza hili nitoe maelekezo. Sheria kupitia msajili wa vyama vya wafanyakazi na waajiri imeelekeza wazi namna ya mwajiri kushirikiana na chama ni kile tu kilichokizi vigezo. Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Mahusiano, tutaendelea kuchukua hatua kwa wale watakaokuwa wanakiuka utaratibu na sheria iliyowekwa, na niwasisitize waajiri kuhakikisha vyama wanapofanya kazi ni vile vilivyokizi vigezo na si vinginevyo. Ni pia katika risala yenu mmeongelea ushughulikiaji wa madai yasiyokuwa ya mshahara. Madai ya mishahara nimelisemea kwa uzuri. Madai haya yasiyokuwa ya mishahara yamekuwa na changamoto nyingi, na hususani uhamishaji holela wa watumishi. Nami niwahakikishie kwa kutumia miamvuli yote miwili, mwamvuli huu wa kusimamia kupitia kamishna wa kazi, vyama vya wafanyakazi, lakini pia mwamvuli huu wa mahusiano, tutaendelea kushirikiana kutatua kero za walimu hapa nchini. Lakini pia serikali ifanyie kazi juu ya jambo limeongelewa kwa namna nyingi, teaching allowance. Mheshimiwa Rais alipokuwa anafanya uzinduzi wa sera tarehe 1 Februari mwaka 2025 alisema maneno yafuatayo kwamba sera hii watekelezaji wakubwa ni walimu. Wadau namba moja wa kwenda kuitekeleza sera hii ni walimu, na aliahidi kwamba atalibeba jambo la maslahi ya walimu kwa uzito mkubwa, na jambo ambalo lilipatikana la walimu litaachwa na kupuuza, yote atafanyiwa kazi. Kwa ufupi tu niseme changamoto zote hizi tulizozisema tunazo, na kwa bahati njema tuna mwongozo wa kitaifa wa majadiliano wa utatu ambao mwezi Disemba tulifanya kikao ambacho kinawakutanisha TUCTA waajiri, ambapo pamoja na ofisi ya Rais utumishi wako mleni wadau kwa maana ya serikali, waajiri, lakini pia serikali. Katika utatu wetu niwahakikishie tutatumia platform hiyo, tutatumia iko chombo kujadili matatizo yetu. Wakumbushe kuwa uimara wa CWT ndo uimara wa sekta ya walimu hapa nchini. Simamieni nidhamu, weledi na uzalendo. Amezungumzia ndugu yangu kuhusu lile jambo la kwa nini mshahara haupandi automatically mwezi wa 7 kama ilivyokuwa zamani. Baada ya kuanzisha ESS, mnaojisajili pale, kila mtu ana mwaka wake anaoingia kwenye ajira. Hamwezi kuwa uniform. Kwa ndio maana unakuta kuna kundi fulani itapata increment kulingana na wewe, kwa sababu kila mtu anatimiza mwaka wake tofauti, japo mwaka wa fedha ni Julai. Kwa hiyo kulingana na kwa mantiki hiyo ndio maana mliona mabadiliko haya. Kama kuna wengine linatatiza, bado serikali tutalichukua na kulifanyia kazi. Ila logic yake nyuma ilikuwa hivyo. Leo kuna mtu aliajiriwa, kila mtu ana mwezi alioajiriwa. Hatukuajiriwa pamoja, wengine Januari, Februari, Machi. Kwa hiyo mwaka wako utatimia utakapofika mwaka ule ulioajiriwa, na ile system utakapta, ndio maana pale promotion yake nasoma mwezi. Hiyo ndio ilikuwa logic. Lakini kama bado unaona mnataka tusome uniform, na hii nataka ilete usawa ili kuweza kuweka ile seniority. Sionekane kuna mtu ni senior, mtu alikuja nyuma, lakini wote mnakuwa sawa wakati kila mtu ana seniority yake. Hiyo ndio ilikuwa essence. Lakini tutalichukua kama baadaye na nyewe mlitafakari, kama lina madhara bado serikali ina flexibility ya kuweza kuliona na kulifanyia kazi. Mimi niliona nilitolee ufafanuzi. Baraka tuliona kuna watu wengine analalamika, mbona huyu alinikuta kazini miezi 6 lakini tuko sawa tunapanda kwa wakati mmoja. Hiyo ilifanyika kwa kusudi hilo.
lakini bado serikali ina flexibility, tunaweza tena kulichukua tukalifanyia kazi, tuone namna ya kufanya. Nitakuwa nanyi bega kwa bega kuhakikisha haki na wajibu vinaenda sambamba, na ninahakikisha kwamba nitawapa ushirikiano wa hali ya juu, na haya ndio maelekezo ya rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Baada ya kusema haya, sasa niko tayari kutamka kuwa kikao cha Baraza la Taifa cha Chama cha Walimu CWT kimefunguliwa rasmi.